Msemaji, naitwa Juma Isihaka, mwandishi wa gazeti la Mwananchi. Juma, ndio. Nilikuwa naomba kufahamu ya kwanza, wakati rais analihutubia bunge alitoa kama maelekezo au ushauri ya kwamba kuna wale vijana walioshiriki zile vurugu kwa kufuata mkumbo, na alisema baada ya uchunguzi na nini wale waachiwe, na wametokea wananchi kadhaa mahakamani na nini, lakini bado hiyo. Pengine nini neno la serikali kuhusu hao? Pamoja na hilo, kumejitokeza videos lakini na wananchi wanaolalamikia hawajawaona ndugu zao, kwa maana mili ya hao au ndugu zao waliotoweka tangu hiyo siku ya vurugu. Wanasema imekuwa vigumu ku access ama mili au kuwapata hao ndugu zao. Pengine kauli ya serikali ni nini kwenye hilo? Lakini tume inafanya hiyo, pengine msemaji, tunaweza kupata idadi ya, kwa sababu vimezungumzwa vingi sana huko nje ya nchi na vyombo vya habari hivi vya kimataifa, wako wanaotaja idadi ya vifo, wako wanaotaja idadi mbalimbali. Serikali kwa sasa inaweza kutueleza uhalisia wa idadi? Asante Isiaka. Vijana, maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwanza yameanza kutekelezwa. Wako ambao, na Mheshimiwa, ningependa kuweka vizuri, Mheshimiwa Rais alielekeza wale vijana ambao DPP ataona walienda kwenye vurugu zile kwa kufuata mkumbo waachiwe, na hii kazi inaendelea kwa sababu wao watu walikuwa wengi. Inaendelea kufanya uchambuzi, na wale ambao uchambuzi unakamilika wanaachiwa na wanarudi majumbani kwao, na kazi itaendelea mpaka itakapokuwa imekamilika. Wananchi wanatafuta ndugu zao. Katika hatua hii, kwanza mimi ningetoa wito, sehemu sahihi nadhani ni kwenda polisi, sababu polisi wao ndio wanaweza kufanya hizo jitihada za kutafuta walipo, na kama kutakuwa kuna maelekezo mengine huko polisi ndiko ambako wanaweza kujua. Kwa sasa hivi mimi siwezi kuwa na majibu, kwa sababu unajua haya ni matukio ambayo yalitokea wakati wa vurugu. Tume inaendelea kufanya uchunguzi. Tume itakapokamilisha, pengine itakuwa imepata taarifa nyingi zaidi ambazo pia Watanzania watajulishwa. Ila katika hatua hii ni vizuri tukaendelea kwenye utaratibu wetu wa kawaida. Pale unapokuta jamaa yako hapatikani, basi unakwenda polisi. Mambo mengine tutaambiwa tume itakapokuwa imekamilisha kazi yake. Kuhusu idadi, hali kadhalika ni ngumu sasa hivi kusema ni idadi kiasi gani, kwa sababu tathmini inaendelea. Tume inaendelea na kazi yake, itakamilisha, tutapata hizo takwimu. Kwa sasa hivi mtu yeyote anayetoa takwimu ni uchochezi. Takwimu zinatakiwa zitoke kwenye vyanzo rasmi ambavyo vimezalisha takwimu hizo baada ya kufanya tathmini. Leo nikikuuliza hapa, Juma, nani kahesabu walioumia, waliofariki dunia? Nani kahesabu? Chombo cha habari reputable, unaendaje unataja takwimu? Hafu umemnukuu kiongozi wa chama cha siasa. How is that professional? Umemnukuu mwanaharakati ana machinery ya kuhesabu watu, ana machinery ya kuhesabu vifo. Takwimu wamezitoa wapi? Kwa hiyo mimi nafikiri tuwe na subira, lakini pia nataka kuendelea kusisitiza yaliyotokea hayakuwa mambo mazuri. Kila mmoja ana majonzi, kila mmoja ana masikitiko makubwa, kila mmoja ameumia. Tuwe watulivu, vyombo vifanye kazi yake, tathmini itafanyika, taarifa zitatolewa. Haya, tumalizie moja. Asante sana msemaji. Mimi naitwa Godfrey Monyo, natoka ITV. Katika mazungumzo yako umeweka, naomba kusema yafuatayo. Kwanza, uhakiki wa maudhui yaliyomo kwenye makala ile unaendelea, lakini kama ambavyo chombo hiki kimefanya katika ripoti zake mbalimbali, kimeendelea kufanya makosa ya kiweledi na kiuadilifu katika uandishi wa habari kwa kutangaza na kuchapisha maudhui ambayo yanaegemea upande mmoja. Sio kweli kwamba CNN ilishindwa kupata upande wa serikali kwa ripoti zao zote wanazozitoa.
Inashangaza kuona chombo cha habari cha kimataifa kama CNN kufanya makosa makubwa ya kimaadili kama haya ambayo yamefanywa. Serikali inatoa wito kwa CNN kuzingatia maadili na weledi katika uandishi wa habari na kujiepusha na uchapishaji wa taarifa zisizokuwa na vyanzo halali na rasmi, kupotosha na kuzua taharuki. Najua mwandishi wa habari wa CNN aliandika makala hii hakuwa Tanzania, na ameandaa makala kwa kutumia picha zilizopigwa kwa simu wakati wa vurugu na bila kuwasiliana na mamlaka zinazohusika Tanzania. Amekwenda kuandaa makala ya upande mmoja. Makala ya upande mmoja. Na napenda kusema, naposema hivi, sishabikii vifo vilivyotokea. Wote sisi ni Watanzania. Wote tumesikitishwa sana na matukio yale. Hakuna anayeyashabikia. Lakini kwa nini chombo cha habari ufanye kazi ya kutengeneza maudhui ya uchochezi yanayoongeza machungu kwa wananchi, yanayoongeza hasira kwa wananchi? Kwa nini ukatumie mitandao ya kijamii kila siku kuonesha wananchi wakiwa wameuawa? Why? Sisi ni waandishi wa habari. Mimi nimekuwa shule, lakini nimekuta watu fulani wanajidanganya. Mimi nimesoma uandishi wa habari, sijabumba shule. It is unprofessional to publish bad test images. Kwani shule mimi niliyosoma ni tofauti na iliyosoma Uingereza, iliyosoma Marekani? Si ni hiyo hiyo? It is unprofessional and unacceptable to publish bad test images. Hivi awe mwanao kila siku umembandika kwenye mtandao anavuja madamu. Why? So what? Kuna mtu anayefurahia hayo? Tume imeundwa, itafanya uchunguzi, itakuja na ripoti, serikali itachukua hatua. Why kila siku uwe ni wimbo? Tusingependa tufike mahali pa kuwapa majina ambayo baadhi ya waliokwaza wamewapa. Natoa wito kwa CNN waje upande wa serikali, wasikilize na wakachapishe maudhui yenye usawa, ukweli na yasiyokuwa na mgongano wa maslahi. Waache kuchagua kuripoti upande mmoja wakati upande mwingine wameunyima nafasi